Mpendwa msikilizaji, na kusalimu kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Napenda kumshukuru Mungu huyu wa mbinguni kwa wema ambao anatutenda katika maisha yetu. Mungu wetu ni Mungu mwenye upendo. Anaendelea kutushikilia ili hali tunatenda dhambi. Hii ni mojawapo ya sifa ya Mungu kwamba anatutaka tuweze kutubu. Hapendi tuweze kuangamia milele. Sasa tunaendelea na kitabu cha Ufunuo 8 mstari wa 1 hadi mstari wa 5. Asante rafiki yetu mwema, Mungu mwenye nguvu, Mungu aliyejaa rehema, si mwepesi wa hasira, ni Mungu mwenye huruma, umejaa neema katika maisha yetu. Umeendelea kutushikilia ili hali sisi ni wa dhambi. Umeendelea kutupenda hivyo hivyo. Hakuna mwanadamu atakayeweza kuvumilia haya yote ambayo unatuvumilia sisi. Baba, sifa na utukufu zikurudie wewe, kwa kuwa unatupenda kwa dhati sana. Rafiki yetu mwema, tunaenda kujifunza kitabu cha Ufunuo 8 mstari wa 1 hadi wa 5. Tunakuhitaji wewe uweze kutunyekeza chini ya msalaba wako, tuweze kusikia sauti hii ya kitabu cha Ufunuo ikinena nasi, ikituelekeza na kutusogeza karibu na wewe. Asante rafiki yetu kwa kuwa Roho wako Mtakatifu yupo tayari katika mioyo yetu akituelekeza yote haya. Tunaamini Baba umetenda na umejibu kupitia jina lenye nguvu, jina la Yesu Kristo. Amen. Mpendwa msikilizaji, Ufunuo 8 mstari wa 1 anasema, na alipofungua muhuri ya 7 ukawa kimya mbinguni kama muda wa nusu saa. Aya ya 1 ya sura hii inaunganika na matukio ya sura zilizotangulia. Hivyo mpendwa, haikupaswa kutengwa na kuanza sura mpya, na mfululizo wa mihuri hii 7 unaendelea hapa na kuhitimishwa. Sura ya 6 ya kitabu cha Ufunuo wa Yohana iliishia kwenye matukio ya muhuri wa 6, na sura ya 8 inaanza kwa kufunguliwa kwa muhuri wa 7. Kwa hiyo sura ya 7 imewekwa katikati kama maelezo ya ziada kati ya muhuri wa 6 na wa 7. Inaonekana kazi ya kutiwa muhuri wa Ufunuo wa Yohana 7 ni sehemu ya muhuri wa 6. Mbele msikilizaji, katika hii Ufunuo 8 mstari wa 1, Yohana anaona kimya mbinguni. Na mpendwa, hapa tuweze kutambua kwamba muhuri wa 6 hauleti moja kwa moja kuja kwa Kristo mara ya pili, ingawa unaonyesha matukio yanayohusiana sana na kuja huko kwa Kristo mara ya pili. Unaonyesha misukosuko mikubwa ya asili, unaonyesha mbingu zikijikunja kama ukurasa, inaonyesha uso wa nchi ukitikisika, na waovu wakikiri kwamba siku kuu ya ghadhabu ya Mungu imefika. Bila shaka wakati huo wanatarajia kumwona mfalme akija katika utukufu, lakini muhuri huo unaishia kabla Kristo hajaonekana. Hivyo kuonekana binafsi kwa Kristo kunahusishwa na muhuri unaofuata, muhuri wa 7. Muhuri wa 7 mpendwa, unafunga mlolongo wa mihuri 7 ulioanza katika kitabu cha Ufunuo 6. Kimya hiki mbinguni kinaeleweka na waandishi wengi wa Waadventista kuwa ni wakati Kristo anapotoka mbinguni pamoja na malaika wote kuja duniani kwa mara ya pili. Katika kitabu cha The Great Controversy ambacho kimeandikwa na Ellen G. White, anaeleza kwamba Kristo atakuja akiwa amezingirwa na jeshi lote la malaika. Haleluya! Kristo anakuja katika utukufu wake na malaika wote watakatifu pamoja naye. Hivyo ikiwa malaika wote wako safarini pamoja na Kristo, mbinguni kutakuwa hakuna malaika. Mbinguni kunakuwa na ukimya. Na SDA Bible Commentary inaeleza kuwa kimya hiki kinaweza kuonyesha hali ya heshima kuu na matarajio kabla ya kuja kwa Kristo mara ya pili. Pendwa, hii ni ishara ya mbingu kubaki tupu wakati wenyeji malaika wake wanapokuja duniani pamoja na Kristo. Mbinguni kunakuwa tupu, hakuna malaika. Na baadhi ya watafsiri wa kiunabii pia wanahesabu kimya hiki ambacho kilidumu kwa muda wa nusu saa ni sawa na wakati wa kiunabii. Kwa msingi wa kanuni ya siku moja ya kiunabii ni sawa sawa na mwaka mmoja. Hivyo nusu saa ya kiunabii inaweza kuwa karibu siku 7 hivi. Kwa hiyo ukimya huu wa nusu saa unadumu kwa siku 7 halisi. Baada katika fungu la 2 anasema, nikaona wale malaika 7 wasimamao mbele za Mungu, nao wakapewa baragumu 7.
Aya hii mpendwa, inaanzisha mfululizo mpya wa matukio. Katika muhuri wa 7 tumeona historia ya kanisa katika kipindi cha Ukristo. Katika baragumu 7 tunaona hasa matukio ya kisiasa na vita yanatokea katika kipindi hicho. Hapa inaanza sehemu mpya ya unabii, yaani baragumu 7. Mpendwa msikilizaji, mihuri 7 ilionyesha hasa historia ya kanisa la Mungu, na baragumu 7 zinaonyesha hukumu, zinaonyesha vita, zinaonyesha mapigo na matukio ya kisiasa yanayokuja juu ya mataifa yanayompinga Mungu. Katika kitabu cha SJ Bible Commentary anasema baragumu zinafananishwa na maonyo ya vita. Katika Agano la Kale, Mungu alikuwa akitangaza hukumu zinazokuja duniani kwa kutumia baragumu kama ishara. Katika Biblia baragumu mara nyingi zinahusishwa na vita. Katika Biblia mara nyingi baragumu zinahusishwa na hukumu na kusanyiko la watu wa Mungu. Katika fungu la 3 hadi 5 nasema, na malaika mwingine akaja akisimama mbele ya madhabahu, mwenye chetezo cha dhahabu, akapewa uvumba mwingi ili autie pamoja na maombi ya watakatifu wote juu ya madhabahu ya dhahabu iliyo mbele ya kiti cha enzi. Na moshi wa ule uvumba ukapanda mbele za Mungu pamoja na maombi ya watakatifu kutoka mkononi mwa malaika. Na huyo malaika akakitwaa kile chetezo, akakijaza moto wa madhabahuni, akautwaa juu ya nchi. Kukawa na radi, kukawa na sauti, kukawa na umeme na tetemeko la nchi. Mpendwa msikilizaji, baada ya kutambulisha kwa wale malaika 7 katika aya ya 2, Yohana anaelekeza mawazo yetu kwa tukio lingine tofauti. Malaika anayekuja madhabahuni si mmoja wa wale malaika 7 wa baragumu katika aya ya 2. Madhabahu inayotajwa hapa ni madhabahu ya uvumba ambayo katika patakatifu pa duniani ilikuwa katika chumba cha kwanza. Hii ni ushahidi mwingine kwamba mbinguni kuna patakatifu halisi lenye vifaa vya huduma kama vile vya duniani ambavyo vilikuwa mfano wa vifaa vya mbinguni. Maono ya Yohana yanatuonyesha kuwa huduma hiyo ya mbinguni, Yesu anaendelea na huduma katika patakatifu pa mbinguni. Hapa tunaonyeshwa kazi ya maombezi kwa ajili ya watakatifu wote. Inaonekana huduma yote ya Kristo kwa watu wa Mungu katika kipindi chote cha Injili ndiyo inayozungumziwa, kwa sababu malaika anatoa uvumba pamoja na maombi ya watakatifu wote. Tunajua kwamba mpendwa, maono haya yanafika hadi mwisho wa dunia, kwa sababu malaika anachukua moto kutoka katika madhabahu na kuutupa duniani. Kitendo hiki mpendwa, kinaonyesha kwamba kazi yake imekamilika. Hakutakuwa tena na maombi yatakayopanda mbele za Mungu pamoja na uvumba. Ishara hii inaweza kutimia tu wakati huduma ya Kristo katika patakatifu kwa ajili ya wanadamu itakapokuwa imekwisha milele. Baada ya tendo hili kunatokea sauti, kunatokea radi, kunatokea umeme na tetemeko la nchi, mambo ambayo sehemu nyingine za ufunuo wa Yohana yanaonyeshwa hutokea wakati rehema kwa wanadamu inapokuwa imefungwa kabisa. Ukipata muda wako, soma katika kitabu cha Ufunuo 11 mstari wa 19 na Ufunuo 16 mstari wa 17 hadi 18. Kwa nini aya hizi zimewekwa hapa? Aya hizi ni ujumbe wa tumaini na faraja kwa kanisa. Malaika 7 wenye baragumu za vita walikuwa tayari wameletwa katika maono na matukio ya kutisha yalikuwa karibu kutokea, lakini kabla hawajapiga baragumu zao, watu wa Mungu wanaelekezwa kwanza kutazama kazi ya Kristo ya kuwaombea mbinguni na kuona chanzo cha msaada na nguvu zao kwamba unatoka kwa Mungu, sio kwa nguvu zao wenyewe. Ingawa hawa watu wangepitia vita, ingawa hawa watu wangepitia machafuko, ingawa hawa watu wangepitia shida nyingi duniani, walipaswa kujua kwamba kuhani wao mkuu bado alikuwa anawahudumia katika patakatifu pa mbinguni. Kwa hiyo waliweza kuelekeza maombi yao huko mbinguni wakiwa na uhakika kwamba maombi yale yangefika mbele za Mungu yakiwa yamechanganywa na uvumba wa Kristo. Kwa njia hiyo wangepata nguvu mpendwa, haleluya, wangepata faraja na msaada katika dhiki zao zote. Katika kitabu cha Ufunuo 8 mstari wa 3, malaika mwingine akaja akasimama madhabahuni mwenye chetezo cha dhahabu. Hapa malaika mwingine anaeleweka na waandishi wengi na tafsiri wengi wa kanisa la Waadventista wa Sabato kuwa ni Kristo mwenyewe
katika kazi yake ya ukuhani. Anaonekana mbele ya madhabahu ya uvumba katika patakatifu pa mbinguni. Katika mfumo wa patakatifu pa Agano la Kale, uvumba uliwakilisha maombi ya watakatifu na kuhani alihudumu mbele za Mungu kwa niaba ya watu. Ellen G. White katika kitabu cha Patriarchs and Prophets na kitabu cha The Great Controversy anaweza kuwa Kristo ndiye mpatanishi wetu mbinguni anayewasilisha maombi yetu mbele za Baba. Uvumba una maana gani sasa? Uvumba unaonyesha haki ya Kristo. Uvumba unaonyesha ukamilifu wake unaofanya maombi yetu yakubalike mbele za Mungu. Bila haki ya Kristo mpendwa, maombi ya mwanadamu hayawezi kusimama mbele za Mungu mtakatifu. Katika Ufunuo 8 mstari wa 4 anasema kwamba na moshi wa ule uvumba pamoja na maombi ya watakatifu ukapaa mbele za Mungu. Hapa tunaona picha nzuri ya maombezi ya Kristo. Maombi ya watu wa Mungu yanapaa mbele za Mungu pamoja na uvumba. Hii inaonyesha Kristo anachukua maombi yetu kisha anayatakasa kwa haki yake, kisha anawasilisha mbele za Baba. Katika kitabu cha Steps to Christ kilichoandikwa na Ellen G. White anaandika kuwa Kristo huchanganya stahili zake na maombi ya waaminifu. Kwa hiyo Mungu hasikilizi maombi kwa sababu sisi ni wakamilifu, bali kwa sababu Kristo anatuwakilisha. Faraja kwa waaminio ni kwamba ni faraja kubwa kwa kanisa lililokuwa linapitia mateso. Hawakuwa peke yao, walikuwa na mwombezi. Hii ilikuwa inaonyesha kwamba Wakristo hata kama tunapitia changamoto na mateso mbalimbali, tunapomtazama Kristo katika chumba cha maombezi, kuna faraja kubwa, kuna nguvu kubwa kushinda dhambi. Haleluya! Kuna uwezo mkubwa wa kumpinga shetani kwa kuwa unaye jemedari mkubwa. Simba wa kabila la Yuda alishinda msalaba, akatoa ushindi, na ushindi wake ni ushindi wetu. Hatupo peke yetu. Kristo alikuwa bado anahudumu kwa ajili ya mbinguni. Ufunuo 8 mstari wa 5 anasema yule malaika akakitoa kile chetezo, akakijaza moto wa madhabahu, akakitupa duniani. Hapa kuna badiliko kubwa sana mpendwa. Awali Kristo alikuwa anaombea wanadamu, lakini sasa anachukua moto na kuutupa duniani. Hii inaonyesha kuwa kazi ya maombezi imekwisha. Muda wa rehema umefungwa. Hukumu sasa zinafuata. Katika kitabu cha The Great Controversy, Ellen G. White anaeleza kuwa Kristo atakapomaliza huduma yake, kesi ya kila mtu itakuwa imeshaamuliwa kwa uzima au mauti. Kwa wale ambao watakuwa wamefikia mwisho mbaya, watapata mauti. Kwa wale ambao watakuwa upande wa Kristo, watapata uzima milele. Baada ya hapo, hakuna tena mpatanishi kwa ajili ya dhambi. Kristo atatoka katika chumba cha maombezi, atatoka, na akisha toka kwamba hakutakuwa tena na mpatanishi. Hata ukiomba dhambi zako uweze kusamehewa, hakutakuwa na Kristo ambaye atachukua maombi yako na kupeleka mbele ya kiti cha rehema. Kwa sababu hiyo sasa, baada ya hapo hakutakuwa tena na mpatanishi wa dhambi zetu. Na Kristo atakapotoka katika kile kiti cha rehema, katika chumba cha maombezi, kutatokea na sauti kubwa, kutatokea na radi, kutatokea na umeme, kutatokea na tetemeko. Vitu hivi vinaonyesha uwepo wa Mungu. Vitu hivi vinaonyesha hukumu na matukio ya mwisho wa dunia. SCD Bible Commentary inaunganisha aya hii na Ufunuo wa Yohana 11 mstari 19 na Ufunuo wa Yohana 16:18, ambapo matukio kama haya yanaonekana wakati wa mwisho wa rehema na mapigo ya mwisho. Kwa nini aya hizi zimewekwa hapa mpendwa? Aya hizi ni ujumbe wa tumaini na faraja kwa kanisa. Malaika 7 wenye baragumu za vita walikuwa tayari wameletwa katika maono, na matukio ya kutisha yalikuwa karibu kutokea mpendwa. Lakini kabla hawajapiga baragumu zao, watu wa Mungu wanaelekezwa kwanza kutazama kazi ya Kristo ya kuwaombea mbinguni na kuona chanzo cha msaada na nguvu zao. Ingawa wangepitia vita, wangepitia machafuko na shida nyingi duniani, walipaswa kujua kwamba kuhani wao mkuu bado alikuwa anahudumia katika patakatifu pa mbinguni. Kwa hiyo waliweza kuelekeza maombi yao huko mbinguni wakiwa na uhakika kwamba maombi yao yangefika mbele za Mungu yakiwa yamechanganywa na uvumba wa Kristo. Kwa njia hiyo wangepata nguvu, wangepata faraja na msaada katika dhiki zao zote. Mpendwa, tusichezee huu muda wa rehema. Yesu atakapotoka katika kile chumba cha patakatifu, hakutakuwa tena na msaada wa kuweza kusamehewa dhambi. Hatutasikilizwa tena.
Tusichezee muda tulio nao, muda huu ambao tuko hai, tunaishi, hatujafa, muda ambao kabla Kristo hajaja duniani, kabla Kristo hajatoka katika kile chumba. Tutumie muda vizuri katika toba na kukua kiroho. Asante rafiki yetu mwema. Ujumbe huu wa leo umeweza kugusa moyo wangu. Ujumbe huu wa leo natamani ukaweze kumgusa mtu mwingine, ili tusijisahau. Tunajisahau mno, tunacheza na dhambi. Mawazo yetu yamejaa dhambi, fikra zetu zimejaa uovu, matendo yetu ni mabaya na machafu, midomo yetu ni michafu. Tunafanya dhambi tukiridhika, tukijua kwamba bado muda rehema upo, tukijua kwamba bado tucheze na dhambi. Kuna siku tutatubu na tutafika mbinguni. Kumbe muda huo ukifika, labda Baba unatoka katika chumba cha patakatifu, mlango wa rehema utakuwa umefungwa. Kuna muda tunafariki, mlango wa rehema unafungwa. Kuna muda tunakuwa vichaa milele, mlango wa rehema unafungwa. Lakini Baba wa mbinguni, tunakuomba leo, kuanzia leo utusumbue. Roho Mtakatifu atusumbue katika mioyo yetu, tusicheze na dhambi. Muda kucheza na dhambi umeisha, sio muda utakuja duniani kutuchukua. Tusaidie watoto wako. Hitaji letu kubwa na nguvu zetu kubwa ni wewe Yesu Kristo. Tusaidie tuweze kushinda dhambi. Kwa nguvu zetu sisi hatuwezi. Baba, tunatamani kuketi na wewe katika kiti chako cha enzi ujapo mara pili. Tunatamani tukukaa katika ile meza kubwa, tukila rojo za mbinguni. Tunatamani kukaa katika ile meza ya bahari ya kioo, tukizunguka, tukiimba wimbo wa Musa na mwana kondoo. Baba, tunashukuru kwa kuwa ombi hili sasa tunakuomba ukaweze kutusaidia. Naweka mikononi mwako watoto wako, ukaweze kuwasaidia, ukaweze kuwalinda na kuwaongoza. Wale ambao wanapitia changamoto mbalimbali za dhiki za dunia hii, za magonjwa, ukaweze kuwafariji, ukawaonyeshe kwamba wewe Mungu mwenye nguvu upo, ambao unaweza kutatua shida zao. Rafiki yetu mwema, tunaamini malaika zako watakatifu wanaendelea kutulinda sasa na hata milele, kupitia jina lenye nguvu, jina linalotenda maajabu, jina la Yesu Kristo. Amen.